We mkaka, mimi ndo naondoka kwenye biashara zangu hivyo. Wewe, hebu nisubiri. Adija, ulichokota pale ni nini? Kwani umeona nini? Na kuuliza kwa herufi kubwa, ulichokota pale ni nini? Usinichoshe. Wateja zangu wananisubiri huko. Ina maana sasa hivi una biashara mbili, si ndio? Kati ya hizo mbili nataka nikuuzie ipi? Bora hata nimekutana na wewe malaya muuza uji. Malaya umeniweka tatu au umenitolea jina ukajua mimi malaya? Wewe hapo, kwani nani asokujua kama wewe ilo chupa lako unalotembea nalo kila sehemu geresha tu. Wewe ni malaya. Sasa nisikize nikwambie. Hapa nimekuja kukupa onyo. Kwa Kiingereza tunaita warning, najua hujasoma. Bwanangu, acha mazoea naye. Yaani katika hao wateja wako unaouzia uji pale kuna mume wangu. Tena tunakaribia kufunga ndoa. Sasa endelea kumzoea hivyo hivyo, afu mimi nitakuonyesha. Wewe mume umeweka alama pale. Mtoto mdogo baada ya kusoma umalaya tu. Eti mume wangu. Mumeo. Sasa mimi sina haja ya kubishana na wewe. Kwa sababu najua na nakuweza vizuri sana. Nisikilize. Mimi nimekuja kukupa onyo tu. Yaani bwana wangu ukimgusa na ukitaka kujua kama mimi mwanafunzi au mwalimu, endelea kujikanyaga. Yaani katika wateja wangu wazuri, wewe ni mteja wangu bora sana. Kwa hiyo nataka uniambie leo unataka uji wa chachandu au uji wa kawaida? Kwanza siku zile umenipa uji haukuniwasha sana. Sasa leo nataka uji ambao nikinywa na washwa. Sijui itakuwa shilingi ngapi? Bei tu ile 30 tu. 30? Bei gani hizo na unaleta? Kama kwa bei hizo basi mimi nipe ule wa kawaida. Jamani, na wewe utaniwi. Bei tu ile unayojua wewe. Hayo ndo mambo sasa. Ndio maana mimi nakupendea hapo hapo. Lakini naomba nikuulize swali. Uji wa chachandu unanipaka mimi peke yangu au tunakuwa wewe? Jamani, kila mtu anakula urefu wa kamba yake. Usiniambie kila mtu anakula urefu wa kamba yake. Kumbe tunakula wengi tu uji wa chachandu. Kila mmoja anapewa chachandu. Adija, kiukweli kabisa mimi binafsi sifurahishwi na biashara yako ya uji. Sasa na biashara yangu? Kwa sababu kuna mienendo kabisa ninayoiona unayoenda nayo inatoka nje ya mipaka yako ya biashara. Sasa kiukweli mimi sipendi biashara yako. Umesahau makubaliano tuliyokubaliana mimi na wewe, si ndio? Anyway, nitaacha biashara ila kwa makubaliano. Makubaliano gani? Kwanza, nina mtoto ambaye sijazaa na wewe. Ananitegemea kwa kila kitu. Ada, tusheni na mamangu pia. Kwa wewe utachagua niendelee na biashara yangu au niache. Ina maana Adija, unataka kuniambia kwamba hii biashara ya uji ndio inafanya mama yako anakula, mtoto wako anasoma,
sui makorokoro kibao kwa biashara hii ya uji kweli? Yeah. Anyway, sawa. Ipo siku tu nitaujua ukweli. Haina shida. Oh, halo. Sawa, unataka uji wa kawaida au wa chachandu? Okay, sawa, chachandu. Nakuja sasa, hivyo ni bei kubwa, siwezi kuiacha. Okay, sawa. Hivyo mbaba, ngoja labda nikuulize kistaarabu kabisa. Hivyo wakati unazaliwa mamako akukupa lishe? Kwa nini baby, mbona unaongea hivyo? Hamna cha kwa nini. Wewe kuhangaika na ule mdada muuza uji kila sehemu. Wewe ndo mteja, wewe ndo mnunua uji. Hivi kwani mimi unafikiri nashindwa kukupikia uji? Hivi kama shida ni uji, mimi nina uwezo wa kukupikia sufuria zima lile nikakuletea hapo ukanywa mpaka hamu zako zote zikaisha. Sasa sijui unahangaika naye wa nini? Mimi mnanichosha. Baby, mimi yule namjua kwa kuuza uji tu. Na mimi ni mteja wa uji kama wengine. Sijui nini kinacho kusababisha wewe uhisi vitu vingine tofauti. Hivi unaniona mimi mtoto mdogo, si ndio? Kuvaa nguo za shule unaniona mimi mtoto mdogo. Yaani nikwambie tu ukweli, uko shuleni kwenyewe wananijua. Mwalimu mwenyewe ananiogopa, maana ananiona mimi nimemzidi akili zote. Kwa hiyo mimi ni mtu mzima na nina akili zangu timamu. Mimi naifuatilia hatua kwa hatua. Nikija kujua kuna chochote kinaendelea kati yako na yule mdada muuza uji, utanijua mimi ni nani. Uji. 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 Shoga yangu huyo muuza uji. Jamani, ngoja nisogee kwanza hapo tuje tuongee. Baby, nisubiri hapa hapa. Nilikwambia siku ile. Ipo siku utakuja kuyakanyaga, umeona? Umeshakanyaga kabisa, umeingia kwenye njia zangu. Hivi wewe umekosa sehemu zote hizo za kuuza huo uji wako mpaka uje hapa nyumbani kwa bwana wangu? Wewe mwanamke unanitafuta nini? Wewe mbona unanitafutia lawama? Nachoka. Kwa kibwana gani? Hicho. Kibwana kenye hakina hata nyama. Yaani hapa hata mkononi kwangu hakijai. Eti bwana, mimi kajua namzungumzia bwana wa maana. Mimi yule nitampeleka wapi? Huyo bwana mwembamba mnene. Mimi ndo nimempenda. Sasa uache mazoea naye. Asubuhi tusiharibiane mudi. Umesikia? Biashara yangu sijauza hata kombe kimoja. Si umenielewa? Nini bwana wewe unafanya uji nini? Hujaona njia zote? Wewe bwana tunakujua bwana na usirudi tena hapa. Nisikilize kwa makini. Yaani mwanzo na mwisho leo. Sitaki kukuona unakunywa uji wa yule mdada. Yaani sitaki kumuona kabisa anakatiza kwenye chikinjia. Yaani la sivyo nitakutoa hiyo roho yako. Kwani kuna nini baby? Mbona sielewi? Kuna nini ndio utajua. Yaani siku ambayo nitakukutana na yule mdada ndio utajua kabisa kama kuna nini. Shenzi. Ehewe mbaba, bora hata nimekupita. Maana mkeo yuko huko anauza chachandu, mtaa mzima tunamjua. Wewe umekaa tu umerelax. Haina shida, utajua mwenyewe. Sasa mimi kilichonileta hapa, mwambie huyo mkeo aachane na bwana wangu. Sitaki kabisa. Yaani sitaki kabisa aingilie mapenzi yetu mimi na bwana wangu kwa sababu tunamjua. Mimi mazoea ya mkeo na bwana wangu naomba umwambie kabisa ayaache mwisho leo. Ni hiyo tu.
Unajua, mimi wakati na kuona unakuja nikajua labda mwanafunzi amepita kuomba maji ya kunywa. Kwa hiyo naye una bwana. Yaani bwana ninaye na ninatamba naye. Nikwambie tu ukweli. Kama mimi unaniona mwanafunzi kwako sio kwa wengine. Na mume mimi, na mume wangu ndo anaviziwa na huyo mke wako. Nafikiri umenielewa. Jamani. Sikia nikwambie. Mimi sio mtoto mdogo. Ninajielewa na ninajua nini nafanya. Sawa? Sasa nataka uniambie. Nimesikia unauza uji wa aina mbili. Uji wa chachandu na uji wa kawaida. Sasa nataka kujua uji wa chachandu ni upi na uji wa kawaida ni upi? Uta mkono wako. Unajua jioni bei gani? Unajua bei yake au unaishika tu? Unajua kuishika. Wewe vipi? Uji wa chachandu. Wewe hapo uji wa chachandu, si ndio? Hujui uji wa chachandu? Uji wa chachandu ni upi? Usitaki kuniambia hujui hata uji wa chachandu. Aha. Au vipi? Anyway, nyumbani kuna mwanafunzi amekuja anadai kwamba unamchukulia bwana wake. Aya, wewe na wanafunzi na uji na chachandu vinahusiana nini au vinaingiliana vipi hapo? Nikuulize wewe, huyo mwanafunzi na mimi vitu vile tofauti, mimi walimu wake? Huyo mwanafunzi simjui na simfahamu. Maana umemaliza? Nakupa onyo. Ole wako. Nyingine urudie kunikwida. Nitakukumbusha. Hivi rafiki yangu. Naam. Hivi tabia ya kutembea na vitoto vya shule utaacha lini? Wewe ujione unajiwekea kwenye mazingira magumu. Hivi katokea ukafumaniwa na kile kitoto. Utafanyaje? Alafu kiangalia wazifa wako na vitu unavyofanya ni tofauti. Kwa nini unafanya hivyo rafiki yangu? Hebu badilika basi. Unajua nyinyi mnachekesha sana. Sio wewe wa kwanza, watu wengi wananiambia hivyo. Sikiza nikwambie, mimi najua ninachokifanya. Halafu yule mtoto muda si mrefu anaingia chuo, mimi namlea. Sio, unanielewa? Nyinyi mnachelewa mishangazi yenu hiyo. Mimi yule mtoto namlea, muda sio mrefu anakuwa mwanachuo. Aha, kwa hiyo kwa maana hiyo unalea. Yule mtoto lazima nimlee. Wewe uone alivyo mtoto 2000 yule. Unamlea vipi mtoto wako ule useme unamlea? Niache na maneno hayo. Si mtoto mdogo. Uji. Dada, kumbe unafika hadi huku? Nafika. Karibu. Asante. Sasa dada, mimi leo niwekee uji wa kawaida. Wa kawaida? Wa kawaida niwekee. Sawa. Kaka, hapa kuna uji aina mbili. Kuna wa kawaida na uji wa chachandu. Unapendelea upi? Mimi niwekee wa chachandu. Washa. Sawa. Tunatofautiana bei. Uji wa chachandu 30,000, 35,000, 20,000. Ha! 30,000? Ndio. Naondoka na chupa nzima au? Wewe vipi? Dada, samani kidogo. Unaona sasa? Kila siku nakwambiaga wewe mzee unabisha. Angalia leo vontia aibu sasa. Yaani unashindwa kujua maana chachandu nini? Ndio maana mimi mwenzenu natembea na vitoto vya 2000 kwa sababu vina mambo mengi. Angalia sasa. Kwa nini rafiki yangu? Umetoka Bongo au? Chachandu sikachumbali. Sikiliza wewe, sio hiyo. Chachandu ni Dada,
Samani, nilisahau kama nasumbuliwa na vidonda vya tumbo. Niwekee tu uji wa kawaida. Nyo, umezoea vya kuinama hivi vya kusimama. Aise, leo umenitoa ushamba. Kumbe na uji wa chachandu unakuwa na ladha ile. We. Nakwambia wewe mshamba, sio nalo umeenjoy. Yaani nimeenjoy sana. Hapo kuna uji mwingine sasa. Nitakuwa na oda kila siku, utanikuwa naoniekea. Kila siku? Yeah. Sawa, usijali. Wewe tu. Aise. Acha kabisa. Uji wa chachandu. Uji wa chachandu. Wewe kiboko. Tena ya foma. Tena kiboko sana. Sasa nimeipenda sana huduma yako ya uji wa chachandu. Kuanzia leo hii nitakuwa nanunua kikombe kimoja 50,000 badala ya 30,000. Wow. 50,000? Yes. Ndio. Na mimi nina ofa yangu. Ipi? Nina uji unaitwa kwa mpalange. We. Yenu nikikupa. Kama una mtoto, kama una mke, yani kama una mchepuko pembeni unasahau. Natamani sana siku hiyo nipate uji wa kwa mpalange. Jana nilikuja sijakukuta. Nichelewa sana kurudi. Nichelewa kurudi. Vipi? Hebu tuachane nayo. Aisee, ndugu yangu, kumbe unafaidi hata uniambii. Kwa nini unazungumzia nini wewe? Basi kuelewe. Wewe unajua ni rafiki yangu. Sawa. Sasa kwa nini tunafichana mambo mengine hata uniambii unafaidi peke yako? Ndio ufunguke na faidi nini? Jana bwana nimekunywa uji wa chachandu. Wewe. Kumbe ni mtamu vile? Aisee, acha kabisa. Nilienjoy sana. Sasa basi baada kupata huduma yake nzuri nikaongeza kiasi kilicho baada ya 30,000 kikombe. Na kwa nampa kwa shilingi 50,000. 50,000? 50,000 kivipi sasa? Si nilipendezwa na huduma yake. Acha hizo bwana. Sisi tulikuwa tunapata 25, sometime 15. Wewe unapandisha 50,000 kivipi? Sasa ndugu yangu, kwani shida iko wapi? Kwa sababu ulikuwa mshamba, sasa hivi umekuwa mjanja, unaongeza hadi bei, si ndio? Kwani shida iko wapi? Nimependezwa na huduma yake. Nikaamua kwa upendo wangu mimi, jinsi nilivyohudumiwa, nikasema basi nitaongeza baada ya 30,000 50. Sasa shida iko wapi? Kwa sababu na vichange vyako hivyo unaanza kusumbua tunapandisha 50,000. Wakati mwanzo ulikuwa mshamba tu sijui nini. Angalia, mnakuja mnatuharibia masoko sisi. Hebu achana na mimi bwana. Uji wako wa leo ni mtamu sana. Na kinachonifurahisha mimi, uji wako ni wa viwango vya juu, yani umewazidi wapika uji wote. Kanzola, wewe ni mteja wangu mzuri sana. Tena mzuri sana. Ngoja leo nikunyweshe. Muuza uji, hata wateja wanajua muuji na maarufa. Nimekuwa muuza japo kwa moyo naumie. Unajisikiaje? Kweli nafurahi sana kupata hii huduma kutoka kwako. Mwili wangu una maumivu ila nilojitakia nilitamani. Atakuwa mwanafunzi wangu. Unamaanisha kile ki mwanafunzi chako?
muuza uji, hata wateja wanajua muji na maarufu. Sikia mdogo wangu Adija, hizo unazoota ni ndoto tu, sawa? Alafu kumbuka kwamba mimi nimekutoa kijijini, huna mbele wala nyuma mdogo wangu. Umekuja mjini huku kutafuta maisha, na nimekuambia achana na yule mwanaume, atakuharibia maisha yako. Lakini Adija, wewe hutaki kunielewa, na sijui ni kwa nini hutaki kunielewa. Yule ni mwanaume wa aina gani? Achana naye, atakuharibia maisha yako, kwa sababu una vitu vingi sana vya kufanya. Kumbuka kwamba hii biashara unavyoifanya ndio inayokuingizia pesa na inayokufanya mpaka mwanao huko kijijini anaenda shule. Unamsomesha mwanao kupitia kazi hii, na kila kitu unachokifanya kwenye maisha yako ni biashara hii ya uji wa chachandu. Hakuna kitu kingine Adija mdogo wangu. Mimi ushauri wangu, focus kwenye maisha yako. Angalia maisha yako, kwa sababu una mtoto anakusubiria wewe. Anahitaji umsomeshe. Na hakuna biashara nyingine ambayo inaweza kufanya wewe ikakufanya ukaonekana zaidi ya huu uji wa chachandu. Kwa hiyo achana na yule mwanaume. Achana naye kabisa yani. Nadhani umenielewa. Okay, sawa dada. Nimekuelewa. Nitajilaza kiume na jioni nitakuletea mahesabu yako. Sawa, mimi na wewe tushamalizana. Nenda kafanye biashara yangu, hakikisha unaniletea hesabu za maana hapa. Uji wa chachandu unatembea sana. Nadhani umenielewa. Sawa. Hesabu yako nitaita jioni. Sawa, kazi njema. Sawa. Mwili wangu una maumivu, ila nilojitakia nilitamani. Nile mbivu ila zimenichashe ya nafsi na tamani, ila moyo unakataa nikimfikiria mama, nikimfikiria mwana. Muuza uji ndio kazi nilochagua. Muuza uji, hata wateja wanajua muji na maarufa. Nimekuwa muuza japo kwa moyo naumie. Mwili wangu una maumivu, ila nilojitakia nilitamani. Nile mbivu ila zimenichachia nafsi na tamani, ila moyo unakataa nikimfikiria mama, nikimfikiria mwana. Muuza uji ndio kazi nilochagua. Muuza uji, hata wateja wanajua. Wakina kaka vipi? Kwa mazima. Uko poa? Asante. Mimi hapa na biashara jamani. Kama mnavyoniona, ninauza uji. Na uji wa kawaida na uji wa chachandu. Naomba uji kawaida. Sawa. Samahani. Sema una uji wa kawaida na uji wa chachandu. Alafu mkononi naona umeshika chupa moja. Huo uji wa chachandu uko wapi? Astaghfirullah. Maskini. Kumbe watu hawakupendi mke wangu. Wananiambia unauza uji wa chachandu, sui nini. Kumbe maskini uji wa kawaida tu mke wangu. Samehe sana mke wangu. Mungu aibariki kazi ya mikono yako ya uji wa chachandu. Ama kweli sio ndio sana siku akiza. Ukuhitaji utaupata. Na una bei tofauti. Uji wa kawaida ni 500, uji wa chachandu kuanzia 25,000. 25? Upoje huo uji? Mimi nina 20 ndugu yangu. 20? Kwa sababu ni mara yako ya kwanza. Muuza uji, hata wateja wanajua muji na maarufa. Nimekuwa muuza japo kwa moyo naumie. Mwili wangu una maumivu, ila nilo
nilojitakia nilitamani, nile mbivu ila zimenichachia nafsi na tamani. Bora hata nimekukuta shemeji yangu. Maana nilikuwa natembea na dukuduku langu moyoni nikasema nitambwagia nani. Wewe nimewakuta wote wawili. Maana mimi nina matatizo. Shemeji, hivi rafiki yako ana matatizo gani? Maana kila nikitoka huko kwenye ikaika zangu nikirudi namkuta na ule mdada anayeuza uji. Hivi unaweza kuniambia wale wana kitu gani kinaendelea? Yaani mimi shemeji kiukweli sielewi. Kaa tu na huyo rafiki yako muongee, niambie mimi shida nini? Haya maajabu sasa. Sielewi nikuiteje, si shemeji. Si nikuite mdogo wangu. Sijui nikuite mwanangu. Mungu wangu, hii dunia sasa inapokwenda. Wewe si mwanafunzi wewe. Shemeji, naona ushaanza kunichanganya. Yaani mimi uniite mwanao. Hivi ukiniangalia unaweza kanizaa wewe? Haya mwanao, unajua kadi langu la kliniki limeandikwaje? Hivi wewe mashemeji nyewe ndio maana nasema mashemeji wengine wamekaa kichawi chawi. Sasa kama wewe, yaani wewe ndio nahisi ndio mchawi wangu wa kwanza unaniwangia kwenye penzi langu. Sikia nikwambie kwanza nimegalia matatizo yenyewe nitayasolve mwenyewe. Twende kwanza hivi baby. Mwili wangu una maumivu ila nilojitakia nilitamani, nile mbivu ila zimenichashia nafsi na tamani. Unaona mwanaume? Yaani mimi nazalilika kule, nazalilishwa na ndugu yako. Hata kutia neno utii, unajifanya umejikalisha kimya. Sasa maana yako nini? Sasa baby, mimi ningeongea nini? Wewe mwenyewe umeona mazingira hiyo, ningesema kitu gani? Una cha kuongea. Lakini wanaume wenzio wanacho cha kuongea. Unatakiwa mke wako akiwa anasema kama vile wewe unatetea. Hivyo wewe unataka ufundishwe mangapi? Sasa nisikize kwa makini. Alafu nijua ukija hapa basi utakuja kuniomba msamaha. Bado tu uko umesimama. Wewe kuomba msamaha uwezi, si ndio? Haya, unaomba msamaha uombe. Nikusamee. Nikusamee. Tachoni na mimi ninaweza nikakusamee, lakini kwa sharti moja. Yule pale sitakumuona. Maana hapa nilipo ananitia kichefuchefu, yani ananitia wazimu balaa. Kwa hiyo nenda kamfukuze hivyo. Sasa tena baby, tunafika huko nikamfukuze tena wa nini? Ndio kamfukuze, au huwezi kumfukuza kwa ajili ya mwanamke. Yaani najisikia kichefuchefu nikiona sura. Alafu unaenda uende? Sawa. Unaenda? Muuza uji hata wateja wanajua muji na maarufa. Nimekuwa muuza japo kwa moyo naumie. Mwili wangu una maumivu ila hata sikia rafiki yangu. Demu wangu kasema nije nikufukuze. Kwa hiyo naomba uondoke. Maana akikuona ajisikia kichefuchefu. Sasa kama nasikia kichefuchefu si atapike tu. Alafu wewe kumbe ni mpumbavu. Kwani zinachaji kichwani mwako? Kichwa chako kinachaji? Kwa akili zako kabisa, yule mtoto anakuendesha. Katoto kale kadogo anakuendesha. Au kwa sababu kanataka kuingia chuo. Leo hii wewe unanifukuza mimi hapa nyumbani. Nimeamini kweli kuna usemi unasema rafiki mkia afisi. Leo nimejionea. Kaka, mimi nashukuru ushajua. Sawa? Wewe nenda, tutaonana kwenye uji wa Chachandu. Yaani kweli wewe mbegi mtozeni. Uko kwenye uji wa Chachandu utaenda wewe mwenyewe. Okay, naondoka. Sawa, nenda bwana. Mwili wangu una maumivu ila nilojitakia nilitamani, nile mbivu ila zimenichachia nafsi na tamani. Ila moyo unakataa nikifikiria mama, nikifikiria mwana. Muuza uji ndio kazi nilochagua. Muuza uji vipi umeona uji wa Chachandu? Aisee, uji wako mtamu sana. Yaani mtamu kinoma. Nilikwambia mimi, ukiunywa huu kama una mkeo, kama una kidada nje, utasahau.
Kweli aise. Sasa mimi nataka nikuboreshee biashara yako. Unaona pale Jobu pale, mimi na mashikaji zangu kibao. Ukienda kuelekeza pale utauza sana mji wako. Hayo ndo mambo ninayotaka mimi sasa. Na mimi nitakupa ofa. Nilikuwa nakuuzia 25,000. Sasa hivi nitakuwa nakupa 15,000 tu. 15? Serious? Serious? Sasa hiyo ndo biashara. Tulieni. Hapa kila mtu na dau lake. Simenielewa? Leo mimi na 25,000. Mwanzo na 25,000. Naongeza 5,000, 30. 30 kwa mara ya kwanza. 30 kwa mara ya pili. Napanda dau 35,000. Kapanda dau mzee. Ha? 35. 40. 40 kwa mara ya kwanza. 40 kwa mara ya pili. 50 top, acha familia ife njaa. Hayo ndo mambo sasa. Umesikia? 50. Au sio? Naongeza 50 nyingine, 100,000. Muuza uji, hata wateja wanajua muji na maarufa. Nimekuwa muuza japo kwa moyo naumie. Mwili wangu una maumivu ila nilojitakia 100,000 kwa mara ya kwanza. 100,000 kwa mara ya pili. 100,000 kwa mara ya tatu. Mwili wangu una maumivu ila nilojitakia nilitamani. Nile bivu ila zimenichachia nafsi na tamani. Ila moyo unakataa nikifikiria mama. Nikifikiria mwana. Muuza hiji ndio kazi nilochagua. Muuza uji. Mke wangu, kwanza nikutake radhi kwa sababu siku zote mke wangu nimekuwa nikikushuku kwa kitu ambacho sina uhakika nacho, lakini nimefuatilia mimi mwenyewe, nimejidhihirisha kwa akili yangu bila kulazimishwa na mtu. Nimegundua mke wangu, wewe ni professional. Mke wangu, wewe ni creator, content creator. Unajua kupika tu uji wa chachandu ni zaidi ya content creator. Tena sasa hivi kuna fursa imekuja. Katika huo uji wa chachandu tunaweza tukautengenezea content creator. Tukapata mkopo wa bilioni 2, mke wangu, tukavunja hichi kibanda, tukajenga gorofa. Sasa mimi nachoweza kusema mke wangu, kuanzia sasa hivi nimekuvulia kofia, nikaweka chini, na nimekuruhusu kuanzia sasa mke wangu, uko huru kuuza uji wa chachandu. Tena kama ilikuwa ina chachandu kidogo, ongeza chachandu nyingi ili iwachachandue. Mume wangu, nashukuru sana kwa kunipa ruhusa kuuza uji wa chachandu. Kunipa ruhusa kuuza uji wa chachandu. Yaani nitachachandua mpaka wachachanduke. Sawa mke wangu. Natoka hivyo. Simu imeita? Simu ishaita. Kijiweni? Kijiweni moja. Kuwachachandua? Kuwachachandua. Kachachandue mke wangu. Mke wangu huyo. Nafikiri sura yangu sio ngeni machoni mwako. Hivi nitaka nikuulize kwanza swali. Wewe ni kwamba umelogwa au nini? Hivi anaofanya wewe mke wako uyao ni kweli?
nacheka kwa dharau. Labda nije kwenye point. Kitu nilichogundua kwenye hichi kijiji, mna wivu sana. Kwa sababu mke wangu amekuwa maarufu kwa sababu ya kuuza uji. Nyie viroho vinawauma sana sana. Sasa kitu usichojua, kwa sababu mke wangu kawa maarufu, sasa hivi kuna fursa serikali imetoa ya content creator. Nitamchukua mke wangu, tutengeneza creator content za uji wa chachandu, tunakuwa mastaa bongo nzima. Lakini hapo unavyoongea linaingilia huku, linatokea huku. Maskini kaka karogwa. Yaani udada mimi nilijua sio bure. Lazima kutakuwa na mbinu za kichawi anazitumia. Sasa sikia nikwambie. Kama umeoga utajua mwenyewe. Ila mimi jana nimemfumania mkeo kwa macho yangu mawili. Anatoka chumbani kumuuzia bwana uji wa chachandu. Sasa endelea kukaa hapo. Usijui content creator, sijui nini. Sasa hapo ndo utajua uji wa chachandu ni upi na uji wa kawaida ndio upi. Muuza uji hata wateja wanajua muji na maarufa. Nimekuwa muuza japo kwa moyo na. Hivyo rafiki yangu na matatizo gani? Maana tangu nikupe ujanja, sasa hivi unajiona kontawa yani. Unapandisha bei kwenye uji mara 30, mara 40, unafika hadi laki. Nini hicho unafanya? Wewe si ndio umeanza kupandisha dau? Ulitegemea mimi nifanyeje? Au ulitegemea mimi nionekane dhaifu kwa yule demu? Eti. Sikiliza nikwambie. Kuanzia leo mimi na wewe rafiki basi. Siwezi kuwa na mtu ambaye ajielewi mara akapandisha hivi mara hivi. Sitaki tena urafiki na wewe kuanzia leo. Kwa hiyo unavunja urafiki kisa demu? Achana na mimi. Muuza uji hata wateja wanajua muji na maarufa. Nimekuwa muuza japo kwa moyo naumie. Mwili wangu una maumivu ila nilo. Samani kaka. Dada muuza uji sijui nimemkuta. Stop. Hadi tatu. Hapo kwenye dada muuza uji. Hivi kwa nini huu mtaa muishi umbea? Yaani mkiona mtu anaishi na mume wake kwa amani, tayari mmeanza chokochoko. Haya, kuna lipi jipya? Hapana kaka, sio hivyo. Mimi nimekuja kumuulizia ile nifundishe kupika uji. Hasa uji wa chachandu. Ndio, kwa maana amekuwa maarufu sana uji wa chachandu. Na mimi natamani nifanye biashara. Unajua ulivyokuja nikahisi kuna something like that. Kwa hiyo unataka kuniambia Adija sasa hivi hapa mtaani ni muuza uji maarufu wa chachandu, ndio? Tena ikija tuzo kwa wapikaji uji maarufu wa chachandu, rais atakuwa wa kwanza. Okay. Sasa hilo ni jambo zuri kabisa, kwa sababu kama mke wangu anapata fursa, kwa nini asiwape na wenzake nao wakapata fursa, wakawa wanauza uji, hususa uji wa chachandu, akawafundisha. Sasa kwa sasa hivi mke wangu mimi kenda kwenye biashara zake za uji wa chachandu. Hivyo basi akirudi nitampa taarifa zako. Sawa? Basi sawa. Kwa bahati nzuri Adija huyo muuza uji wa chachandu anaingia. Mke wangu huyo. Mwili wangu una maumivu ila nilojitakia nilitamani. Nile mbivu ila zimenichachia nafsi na tamani. Mume wangu, huyo nani? Huyo nani? Kwa hiyo mimi nikitoka kwenye safari zangu, wewe nyumbani unaleta wanawake zako, si ndio? Hapana mke wangu, hivyo unavyofikiria ni tofauti mke wangu. Huyu unayemuona hapa ni mgeni wako na alikuwa anakuulizia wewe. Sasa nikamwambia kwamba Adija muuza uji wa chachandu ameenda kwenye biashara zake za chachandu, hivyo akirudi na wewe sasa kwa bahati nzuri ndo unaingia, lakini sivyo hivyo fikiriavyo mke wangu. Ni kweli kabisa dadangu anachosema mumeo. Muuza uji hata wateja wanajua na umeibiwa mwanaume gani?
Hapana dada, sipo huko unapofikiria. Nimekuja hapa ili uweze kunifundisha kuhusu kupika uji wa chachando. Mdogo wangu, sio kila unachokiona kinang'aa ukajua ni dhahabu. Dunia ina siri. Yaani ninachokushauri mimi, achana na uji wa chachando. Fanya yako. Mwenyezi Mungu atakusaidia tu. Muuza uji hata wateja wanajua muji na maru. Samahani kaka, nimejaribu kuongea na mkeo ili aweze kunifundisha kupika uji wa chachando, lakini naona amekataa kabisa. Nilikuwa nakuomba kaongee na mkeo basi, ili aweze kunifundisha na mimi niweze kujua kupika uji wa chachando. Kwa maana nahisi angejua maisha yangu yalivyo, asingekataa. Natumai angenifundisha. Unajua, nilikaa kimya nikawa na kusikiliza kwa makini, kwa sababu si kwamba labda mke wangu amekukatalia ukajua labda yeye ni mpumbavu, yeye ni nonsense. No, ana sababu zake, kwa sababu wanawake wa sasa hivi wengi tumeona mifano. Wapo watu wamekuwa maarufu sasa hivi, kwa mfano Rayvanny, nani sijui wanamuita kile kibonge nani, Harmonize katolewa na Diamond, matokeo yake shukrani ya punda mateke. Lava katolewa na Diamond, matokeo yake shukrani ya punda mateke. Sasa alkadhalika mke wangu, na ana wasiwasi kwa sababu sasa hivi mke wangu kashakuwa maarufu content creator, muuza uji wa chachando, wote wanamjua. Ana wasiwasi atakapokufundisha wewe ukiwa muuza uji na wewe maarufu, unaweza kumletea dharau. Sasa basi, kwa sababu umetaka mimi niongee na mke wangu, haina shida, mimi na mudu yule, lakini wanasema kwenye mkono mtupu au lambwi, kwenye nia penyeza rupia. Vipi hapo? Au basi ndio kasema labda yule kaka sijui namna gani vipi sijui. Haina shida, mimi nitaongea na mke wangu, nitamuelekeza na kila kitu kitaenda sawa. Lakini ukifanikiwa usilete dharau kama wale wasanii wengine, sawa Ila ondoa shaka kakaangu, ila nakuomba tu kaongee naye. Umeolewa? Hapana kaka. Kweli? Muuza uji hata wateja wanajua muji na maarufa. Nimekuwa muuza japo kwa moyo naumie. Mwili wangu una Dada, naomba niamini, mimi biashara naweza. Sitomwambia mtu yote, siri yote. Nakuomba niamini dadangu. Muuza uji. Mode, hii kazi ni ngumu sana, tena ni ngumu, sijui kama utaiweza. Yaani tatizo ya hii kazi, ukiingia ni ngumu sana kuiacha, tena ngumu. Si unanielewa? Dadangu, mimi biashara naweza, niamini. Mwili wangu una maumivu, ila nilojitakia nilitamani nile mbivu, lazima. Haina shida dada, mimi biashara naweza kabisa, niamini. Muuza uji hata wateja wanajua muji na maarufa. Nimekuwa Lizi, nadhani mpumbavu anataka kucheza na akili yangu. Sasa basi, nakutuma nenda kamtafute vijiwe vyote, na hakikisha umempata, umemleta hapa. Sawa bosi, nimekuelewa. Unatakaje? Nikimpata nimrambe mtama au nimlete msimu? Hapana, usimfanye chochote.
Unapompata mlete hapa, mguu wako mguu wake mpaka hapa. Naona ananichezea. Sawa bosi, nimekuelewa. Muuza uji huyu? Yes bro. Huyo ni muuza uji. Nafikiri watu wengi wanamfahamu kwa sababu ni muuza uji maarufu sana. Sasa nilivyokuwa napita hapa nikakuona, nikajaribu nikuonesha hii picha, wewe ndio unaifahamu kwa sababu huyo ni mke wangu na ameondoka nyumbani kwangu, ana takriban leo siku ya 3 hajarudi. Hapana bro, mimi simfahamu wewe. Mwili wangu una maumivu, ila nilojitakia nilitamani. Nile mbivu ila zimenichasha, ya nafsi na tamani, ila moyo una Kweli kuna watu wana ujasiri. Huyu ndo muuza uji wa Chachandu, ndo mkewe. Aisee, wanasema kuwa uyaone. muuza uji, hata wateja wanajua muji na maarufa. Nimekuwa Bwana wewe. Ni siku ya ngapi leo unamtafuta huyo mkeo? Ya 3, si ndio? Tulikwambia. Yaani sisi wa kukuonea wivu wewe? Haya, siku ya 3 mkeo haonekani. Yuko wapi? Anauza uji wa Chachandu. Wewe si ujishau hapa. Sisi mnatuonea wivu, sisi tutakuwa ma content creator. Mbona content creator? Yaani ninapokuambia hapo na bado. Yaani maskini ya Mungu na midevu yote hiyo. Mchana kumpe. Watu wamemchukua huyo mkeo. Kujifanya uji wa Chachandu, sasa hivi anawauzia watu uji wa Chachandu, nakwambia, asubuhi, mchana, jioni na nyumbani arudi. Yaani utakesha kiguna njia huko ukimtafuta huyo mkeo na hutompata. Uwe unasikiliza watu wakiwa wanaongea. Umeniona mimi nina umri mdogo hivi, ukanichukulia poa. Sasa utajua mwenyewe ndugu yangu, mimi nimekuja tu kukupa taarifa kama unahitaji msaada wa kutafutia huyo mkeo. Mimi nipo, nitakusaidia. Kwa heri bwana, unapokaa kama bubu ndugu yangu, leo uchangie hata mada. Content creator. muuza uji, hata wateja wanajua muji na maarufa. Ndugu yangu, Ndio. nimekuita hapa kwa nia njema tu, wala sio kwa ubaya. Unasemaje? Mbona unafanya mambo kimya kimya, hata tuambizani? Alafu wewe mbona huwa sikuelewi unachoongea? Yaani unamaanisha nini? Mara ya mwisho mimi na wewe, ile siku tulipokuwa tunapishana, ambapo wewe unamtaka na mimi namhitaji muuza uji. Kwa sasa mwenzangu ukaamua revenge, umchukue moja kwa moja, sasa ukamfungia ndani. Siku ya 3 leo aonekane. Alafu sasa nimekutana na mume wake. Mume Anamtafuta muuza uji. Ndio. yaani muuza uji ana mume? Kwa nini hujui kama ana mume? Muuza uji wa Chachandu ana mume? Huyo unayemjua wewe. Nimekutana naye. Akawa ananiuliza, bwana, hujamuona? Akanionyesha picha. Mimi nikushukuru rafiki yangu kwa kuniletea huo umbea. Kwa hiyo nasema uondoke tu hapa, maana umbea wako nishapata. Kwa hiyo wewe ondoka. muuza uji, hata wateja wanajua muji na maarufa. Samahani kaka, namtafuta Hadija, sijui muuza uji. Mmemwona kweli? Muuza uji? Ndio. Uji huu wa Chachandu au uji mwingine? Huo uji wa Chachandu. Dada, sisi wenyewe unapotuona hapa sisi ni wateja wake. Lakini leo tuna siku kadhaa tujamuona. Hatujui yuko wapi na sisi tunamsikiliziaga hapa ndo kijiweni. Sio kwamba mnanificha. Sasa tumficheje dada? Hatujamuona. Haya, kwa heri. muuza uji, hata wateja wanajua muji na... Haya, unaona sasa. Mimi nakwambia, unaniambia nakuletea umbea. Umesikia mwenyewe kwa masikio yako.
Sasa yule anaweza akawa ndo kama wewe tu ambea wote. Nina mashaka na wewe. Wewe umemficha ndani muuza uji. Sasa nitamficha ndani wa nini? Na kati umesema ana mume. Ana mume, mimi naweza kumfichaje ndani? Kwani kuwa na mume shida? Mimi ndio maana nasemaga wewe uaga sikuelewi, kila unachoongea kwangu mimi sikuelewi. Wewe ona hivyo wewe unielewi, lakini ipo siku utanielewa. Wewe umemficha ndani muuza uji. Ukaona sasa ulivenge moja kwa moja, yani umweke ndani unywe peke yako uji. Sawa? Sasa kumuuliza muuza uji basi mimi ndo nimemweka ndani. Sijui nimemficha. Sikiliza. Wewe na wewe dada, nyinyi wote mimi naona kama nyinyi mna habari za umbea tu. Ondoka bwana, nishakwambia mimi ondoka. Wewe mwanangu wewe. Ila iko siku fresh. Muuza uji hata wateja wananjua muji na maarufu. Vipi ndugu yangu, mbona leo umepoa au bado hujapata kitu cha uji? Mimi nishakwambia uji mimi sio vitu vyangu. Sema dada analazimishaga tu ninywe uji, lakini mimi sio vitu vyangu kabisa hivyo. Wewe leo hii uji sio mambo yako. Mara ngapi tunagombana mimi na wewe kuhusu yule dada muuza uji? Leo unasema uji sio mambo yako kweli? Labda nikwambie kitu baby. Mimi uji nanunuaga tu kwa sababu kumuungisha naye apate pesa, lakini sio vitu vyangu kabisa hivi. Wewe una hako, tuache nayo. Utajua mwenyewe uji unakunywa, unamwaga, utajua mwenyewe. Ila kifupi leo niko na happy. Yaani ninafurahi imejaa mpaka inamwagikia. Uliza furaha nini utake? Ndio nakusikiliza uniambie. Utaachaje kuwa nazo bwana, wewe ndio mwenyekiti wa kununua uji. Sasa tulia hapo nikupe taarifa. Bwana muuza uji wa Chachandu anayewauzia uji wa Chachandu kabebwa, wauni wamembeba, wauni wamemfungia ndani. Ndugu yangu wa uji siku hizi sijui utapata wapi. Hivi utaenda kunywa wapi uji siku hizi? Buza. Sikiliza baby. Mimi kama nilivyokuambia mwanzo, mimi uji sio vitu vyangu. Kwa hiyo yani wamembeba, sijui wamemchukua, mimi hilo halinihusu. Wewe mimi sio shida zangu, utajua wenyewe. Ila kiufupi leo nina furaha. Vipi unataka nikupikie uji? Nitakupikia uji huo. Mwenzenu kashabebwa wewe. Kwa leo jiandae, nitakupikia uji mwenyewe bebi wangu. Usio na wasiwasi au mambo ya kununua uji. Yashapitwa na wakati. Nimeipenda hiyo. Bosi, nimeenda pote uliponituma hadi nimefika kwa mume wake. Lakini nimeambiwa Hadija ametoroka. Kwa hiyo sio kwamba amekutoroka wewe tu, amemtoroka hadi na mume wake. Unasemaje? Ametoroka? Ndio.